siku anavunja nazi makaburini. Nini? Ndoto tu. Umeota vibaya. Ndoto ya siri anashindwa kulala. Hiyo ndoto ya siri anaumbuka. Ndoto ya siri anasumbuka. Tulale tu. Kitu. Ndoto ya siri inamsumbua, ndoto ya siri anashindwa kulala. Hiyo ndoto ya siri amani anaumbuka, ndoto ya siri. Vipi shoga? Safi, mzima. Mimi mzima namshukuru Mwenyezi Mungu, sijui wewe. Mimi niko poa. Shoga samahani. Bila samahani. Mimi mwanzo nimechoshwa na vituko vya nyumba hii. Maana kuna mauzauza humu ndani, nimechoka. Sijui wenzangu nyewe mnaishi. Hey. Mwenzangu ndo kwanza miezi miwili ushaanza kusema umechoka. Mwenzako naelekea kumaliza mwaka na miezi. Na wala sihangaiki. Naishi tu kawaida. Yaani nimeamua basi nimeamua nikubaliane na hali ya humu ndani. Maana sina cha kufanya. Kwa ndugu yangu tu pole. Si tunaishi kawaida tu kama unavyoniona. Mimi ikiwezekana namuomba baba mwenye nyumba niregeshe hela yangu nihame, maana nimechoka. Bora nikatafute sehemu nyingine niishi kwa amani kuliko humu ndani. Yaani humu ndani siwezi kuishi kwa amani kwa staili kama hii. Uhame? Wewe tu unakuwa una mashaka. Iko vizuri, iko safi. Wewe tu hapo uanze kulipia. Nyumba nimeiona na nimeielewa. Ila nina wasiwasi na hapa kama mvua ikinyesha panajaa maji. Hapa hawezi hapajai maji hapa. Mbona pako vizuri tu? Wapangaji wenzio wote wanafurahia maisha hapa. Hamna maji ambayo yanajaa hapa. Hamna shida, basi tumalize ili kama ni shilingi ngapi? Wewe unaweza ukatuma tu 3,500 maana shilingi 50 ni ya kwangu. Yes. 50 ni ya kwangu, 3,000 ni ya mwenye nyumba. Hiyo ndoto ya siri imemshika, ndoto ya siri tena inampa shida. Hiyo ndoto ya siri inamsumbua, ndoto ya siri anashindwa kulala. Hiyo ndoto ya siri amani anaumbuka, ndoto ya siri anasumbuka. Una shida gani? Hapana, sina shida. Niko sawa. Hauna shida, uko sawa. Hivi unajua umeanza tangu jana usiku mpaka leo hali kadhalika unatoka nje umekaa peke yako, mtu akikuangalia anajua kabisa una kitu wewe unacho. Ila tu huhitaji kukizungumza ni kitu gani. Ndio maana mimi nakuuliza, una shida gani? Mimi niko sawa. Wala sina shida yoyote. Na kama kungekuwa na shida basi ningekwambia. Kwa hiyo usiwe na hofu. Mimi niko sawa. Ila unajua kwamba mimi nakujua. Uhame uende wapi? Kwanza ndani wewe ushatoa kodi ya miezi 6. Yaani ukishafika huko ndani umetoa kodi. Yaani kuhama hapo inakuwa ngumu. Na labda kama unataka kuhama, hama kimya kimya. Kama mwenye nyumba
atasikia tetesi yoyote tu ya wewe kuhama. Wapangaji wake kwama kwake ni mtihani. Basi hatari. Mambo yenyewe ndo kama haya ndugu yangu. Baba mwenye nyumba misukule kwake diri. Na kwanza nilisahau. Mwenye nyumba kitukuta tumekaa wawili hivi. Itakuwa shida. Maana najua watu wawili wakikaaga pamoja anaishi anaongelewa. Kwa hiyo mwenzangu waka. Mtaani kumekucha uchawi umekithiri. Baba mwenye nyumba misukule kwake diri. Hizo ndoto za siri. Unapokuwa na kitu mimi nakujua, na unapokuwa uko sawa nakujua vile, na ndio maana najaribu kukuuliza shida ni nini? Ndoto za siri. Mimi niko sawa, nimekwambia. Kwa hiyo hamna shida yoyote. Kwa unanificha sio? Hapana. Au kuna mtu mwingine wa kujua shida yako zaidi ya kwangu mimi? Ndoto za siri. Ndoto za siri. Nauliza ili kama hauko sawa, kuna shida, nikusaidie. Nijue ni jinsi gani kukusaidia kuliko unavokaa kimya. Mimi nitajuaje kama una shida? Ndoto ya siri anasumbuka. Ungekuwa na shida yoyote ile, mimi ningekwambia. Kwa hiyo wala usiwe na hofu. Na kama kutakuwa kuna shida basi nitakwambia. Ila kwa kuwa hakuna shida, usiwe na hofu. Hiyo ndoto ya siri imemshika. Ndoto ya siri tena inampa shida. Unasema mna shida? Inamsumbua. Ndoto ya siri anashindwa kulala. Hizo ndoto za siri. Ndoto za siri. Hamna shida kwa sababu ni jirani yangu, dada yangu, jirani yangu. Ikitokea shida tutatafutana. Kwa sababu nilikotoka kule nimetoka kwa ajili hiyo ya maji kijia. Hilo usijali. Sasa cha msingi wewe nitumie. Mbona nimeona kitu huko dada? Nini? Kuna mtu nimemwona kule kama wewe kuwa na amani, mimi nimekwambia hii nyumba iko vizuri. Alikuwa yuko hapa. Kazi yake mchana kulala na usiku anapaa. Ndani ya nyumba hii? Hakunaga hayo mambo bwana. Wewe sasa sikiliza. Wewe tuma hiyo hela. Yaani kwa haya macho yangu haya mawili ya nyama, nimemuona mtu. Wenda wewe hujamuona lakini mimi nimemuona mtu hapa kavaa nguo nyeusi. Ukimchokoza kidogo na zua bara. Basi nipe basi tayari yangu ya basi ya udalali basi. Shilingi 10,000 basi nipe 10,000 yangu. Mama shikamoo. Marhaba. Vipi? Safi. Kwema kutokako? Mbona hivyo vipi? Umegombana huko? Jagombana. Mbona umekuja hivyo na umepooza vipi? Kuna jambo linanikereketa sana mamangu. Mitaani mama huko watu wanaongea mambo ya shiti kweli. Yaani sijui nianzie wapi kwa sababu hayo niliyosikia huko mitaani yananiumiza sana rohoni mamangu. Yaani naumia mno. Sijakuelewa anakuumiza mtaani hayo mambo. Umesikia mamako nimefumaniwa, mamako muuni au mamako vipi? Ndio usubiri sasa mama unisikilize sasa mama. Mimi nimepita mtaani hapo mtawakati hapo na mkuta maneno yuko na wale rafiki zangu wamekaa chini kabisa mama. Wanakuzungumzia wewe, wanasema hivi kwamba mama wewe mchawi. Unasemaje? Bosi wangu. Samahani kwa usumbufu. Nashindwa kuelewa kitu kimoja. Nyumbani kwako najitahidi sana kuwaleta wateja. Na unafahamu kwamba wateja hata waliopo ndani ya nyumba yako ni mimi ambao nimewaleta. Hakuna mtu mwingine. Mpaka wanahama na wanahamia kwenye nyumba yao. Lakini ndani ya hizi wiki nimeleta mteja au nimeleta wateja, lakini wateja wote ambao mimi nimewaleta. Yaani dakika mbili mbele. Yaani ile tu unataka tu kufanya nao miamala. Mara nimeona hiki, mara si nimeona mtu, mara nashindwa kuelewa bosi wangu. Shida ni nini? Nyumba yako ina changamoto gani? Kijana wangu. Kwani ndo mara yako ya kwanza kufanya hizi kazi? Hapana. Hapana. Sasa shida nini? Lakini ni zaidi ya wateja wawili kweli? Nisikilize kijana wangu. Mpangaji ana kila namna ya kukataa eneo ambalo yeye halihitaji. Sijui unanielewa? Ndio. Mpangaji akiona mazingira hayaelewi, hawezi kukubali. Pale alikuwa anatafuta tu namna ya kuescape ile sehemu ili aendelee na mambo yake mengine. Mimi naujua uchawi. Na unajua uchawi tena rangi gani? Unajua uchawi na rangi gani mimi wewe?
Mimi nilivyo hivi, nitwe mchawi tipwa mimi kweli? Na unajua uchawi una rangi gani mimi wewe? Ina maana au unawasikiliza kina maneno, unasikiza mimi mama yako nikutoa tumboni miezi 9. Au unawasikiliza hao kina maneno? Nawasikiliza wote kwa sababu hata wale mimi naishi nao mama, wale ndo tunapeana michongo mingi ya kazi. Ndio marafiki zangu wale mama. Mwanangu. Nahisi mwanangu umekuwa, si ndio Yaani umetoka huko maneno yako kipumbavu na kuja kuniambia mimi mama yako mchawi. Ndio hivyo bwana mama, mimi watu wanaongea kuhusu wewe kweli. Alafu mama, kama mambo yao ni kweli unafanya mama, yana faida gani mama? Mwanangu mimi naujua uchawi mimi. Uchawi una rangi gani? Unaniita mimi mchawi mimi? Mimi mchawi mimi? Sio mimi ninasema, watu ndo wanasema mitaani humo mama. Mwanangu mimi mama yako mchawi mimi. Kama mchawi bwana, achana na mambo yao, yana faida gani bwana mimi? Naujua hata uchawi rangi yako, unaniita mimi mchawi wewe. Mimi mchawi kweli. Eti nikae alikuwa nikubali kirahisi tu. Eti mama wewe nimekuja nimeambiwa kile maneno wewe mchawi. Tena mimi nawanga masaa 20 nawanga muda wote. Sasa huyo maneno na jina yake kama maneno ndo atanijua mimi ndo nani. Yaani ama zake ama zangu. Yaani kutana mimi kama kutana na mlango mochwari. Nitavompa yaani atajua uchawi una rangi gani. Ukimchokoza kidogo unazua baa. Mimi mchawi mwanangu aje nyumbani anikasirikie mimi mama yake alomzaa tumboni miezi 9. Tutaoneshana. Wewe hicho kitu anachokwambia yeye amekiona, wewe ulikiona? Mimi mwenyewe sielewi, na changamoto hiyo imekuja baadhi ya hawa wateja kadhaa nilowaleta hawa ndio wana changamoto hiyo. Sasa nisikilize. Unajua wewe ni dalali konki sana na nakuamini kabisa. Ukiona mtu unampeleka kwenye chumba, unaona anasuasua, achana naye. Tafuta mtu mwingine lete. Ile ni biashara kama biashara zingine. Sasa bosi, kutokana na hali ilivyokuwa ngumu na wateja ambao nimewaleta pale wengine ndio hivyo wamefeli, hali yangu imekuwa ngumu sana bosi wangu. Kwa hiyo kama kuna uwezekano ungenipa hata shilingi 10,000 yani ungekuwa umenisaidia sana. Kazi hujafanya unahitaji pesa. Unajua siku mbili hizi hali imekuwa ngumu sana bosi wangu. Mimi nipata shilingi 10,000 tu. Mimi ndio nakukubali wewe. Yaani mimi nitakuwa dalali wako maisha yaani kwenda. Sasa hizi kesi mimi sidhani kusikia. Wewe mimi nimeshakuelewa. Kumbe watu wengine wanakuwa wataka, lakini sasa pale pa fresh tu. Nyumba zangu mimi hazina shida, ziko clear. Sasa ukitaka kuswali unaswali, ukitaka kuweka misikiti unaweka. Umeelewa? Basi sawa bosi wangu. Haina shida. Shukrani. Mtaani kumekucha, uchawi umekithiri, baba mwenye nyumba misukule kwa kediri, hizo ndoto za siri. Kazi yake mchana kulala na usiku anapaa, ukimchokoza kidogo unazua baa. Mtaani kumekucha, uchawi umekithiri, baba mwenye nyumba misukule kwa kediri, hizo ndoto za siri, ndoto za siri. Hizo ndoto za siri.